Leo tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka 2026 tumekutana hapa kwa ajili ya washa ya kitaifa ya kupata maoni ya wadau mbalimbali kwa lengo la kuboresha mpango mkuu wa sayansi, teknolojia na ubunifu. Tunaita National Science, Technology and Innovation Master Plan. Timu ya wataalam imeshaweza kukamilisha rasimu ya mpango huo na leo walipata fursa ya kuwasilisha mpango huo kwa wadau mbalimbali ambao waliweza kushiriki. Hapa tunazungumzia wadau kutoka katika sekta ya umma na sekta binafsi, na kwa hiyo tunazungumzia kutoka kwenye wizara, tunazungumzia kutoka kwenye taasisi, idara na kadhalika. Lakini kama nilivyosema, katika sekta ya umma na sekta binafsi. Kama mnavyofahamu ndugu wadau, ni kwamba nchi yetu imeanza utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa 2050. Na katika dira hiyo kuna nyenzo kama 5 hivi za msingi sana katika utekelezaji wa dira husika. Lakini sehemu ya nyenzo hizo ni moja, utafiti na maendeleo, lakini vile vile sayansi, teknolojia na ubunifu. Na kimsingi hata ukiangalia kwa nyenzo zingine zile zilizobaki kwa maana ya nishati, usafirishaji funganishi na kadhalika, vyote hivi vinategemea sana ustawi na maendeleo ya nchi yetu katika sio tu katika sayansi, teknolojia na ubunifu, lakini katika kuhakikisha kwamba mazao ya sayansi, teknolojia na ubunifu yanaweza kutumika vizuri kwa ajili ya kuongeza tija katika sekta mbalimbali. Kwa tunaamini maoni ambayo yametolewa hapa yatasaidia sana kuboresha mpango huu wa kitaifa, na baada ya hapo sasa utatusaidia kuhakikisha kwamba kile ambacho tunakitarajia au tunakitegemea kupitia Vision 2050 kinaweza kikatekelezwa vizuri zaidi kwa kutumia mpango huu. Na huu ni mpango wa sekta zote. Kwa sababu tunapozungumza sayansi na teknolojia ni swala mtambuka, kwa hiyo kila sekta inajumuika. Kwa hiyo huu mpango ambao tumepata maoni leo sio wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia peke yake. Ni wa wizara zote, kwa sababu jukumu la wizara hii ni kutoa mwelekeo mpana wa masuala haya ili aweze kusaidia sekta zote za kiuchumi na za kijamii nchini. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.